Karibu sana bwana. Asante sana bwana. Naona ile siku yetu tulioahidiana kwamba unakuja kuchukua mzigo wako ndio leo imetimia. Kweli. Na mzigo wako uko tayari kwa huu hapa. Ndio. Tusaidiane kwa hesabu. Kwa sababu kila mfuko kila ni moja ni shilingi milioni moja. Kweli. Sasa mimi naamini kama vipi wewe ungenani tu mimi naamini, lakini sisi tulikuwa na ushauri mmoja wa kutusaidia wewe. Na kwamba fedha hizi ni nyingi sana. Ukipewa tu fedha hizi ni hatari katika maisha katika mji wa Dar es Salaam. Unakushauri kwamba tukufungulie benki, tukununulie na nyumba pamoja na gari. Alafu fedha zinazosalia hizi utakwenda kuzitumia peke yako jinsi unavyoweza. Mimi nafikiria mambo nitafanya mimi mwenyewe. Alafu tujakubaliana hivyo. Tumekubaliana kwamba mimi nikija hapa nichukue tu nitanipa mzigo wangu. Sasa mambo kuweka hela benki tena mnunulie nyumba nitanunua mwenyewe mimi. Kweli nahitaji. Lakini nitafanya mwenyewe mambo hayo. Mimi mngenipa tu siku zangu. Kama utakukabidhi tu fedha fuko hili lote uondoke nalo, na unajua mjini. Huku mjini maisha yetu na tunajua sisi. Watakupora. Basi ulipo dereva amesema mmenipa dereva ambaye lakini haya yote si tatizo. Kesho na kesho kutwa watakupora. Tunakuomba tupokee katika benki ili ziwe salama, na ila tukununulie na nyumba na gari. Tayari tushakupa driver na kuendesha katika gari tu huko. Lakini ni jambo jema kama ungelikuwa na gari lako mwenyewe sasa ukanunua na ukawa na matumizi yako unavyojua. Sasa mambo zituma mimi mbona sipangie ile mali yangu jinsi ya kuifanya. Mimi nipende tu mwenyewe zoea zangu. Mimi na akili zangu timamu bwana. Mimi nipende tu zoea. Mimi nipende tu bwana. Mimi nipende tu hivi zoea. Tajua mwenyewe jinsi ya kufanya bwana. Mimi naomba ziweke tu zirudishe tu mzee. Zirudishe tu mimi mnipe tu. Lakini maisha ya kuwa na fedha nyingi za kiasi hicho ni hatari katika maisha yako. Asante, nitajilinda. Ndio makini. Asante. Mzigo bwana tayari. Basi subiri. Hebu weka kwanza. Mbona una haraka Weka kwanza. Basi bwana mzigo bwana. Waliponiambia pale mwanzo. Bwana nyumba hiyo hapo hiyo. Kaeni kwanza kwa muda baadaye uje. Ndio sasa naanza kufungushwa. Bwana watu wazuri bwana. Wamekwenda bwana amenipa mzigo. Wanaambia bwana mzee tukununulie nyumba. Tununulie gari. Unaona bwana kwa sababu mtu akijiji kumwambia nyumba ndio mwenyewe. Gari ndio mwenyewe. Basi hela zako hizi siwekee benki. Nikasema sitaki. Bwana, nipeni mwenyewe. Kwa hiyo bwana huyu amenipa huyu. Yeye ndio atakuwa mpaka nikinunua nyumba. Mpaka nikinunua gari sasa hivi atakuwa anatembeza safari zangu zote ambazo zile ninaweza kufanya. Kwa hiyo mzigo bwana ndio huu. Kwa hiyo bwana anaitwa Maina. Ndio. Safi sana. Kwanza kwa mtonye ndio huyu. Kuna zile ndefu kusamtume leo na chizo. Na peo sana leo. Mkapo sana hizo ndefu. Nzuri sana. Bwana tunakushukuru sana bwana. Dereva mzuri bwana. Mtoto wa watu. Wake inaonekana pole lakini sasa ndevu ndio inatisha. Nikamwambia chukua basi hapa hii milioni na bwana. Wewe mzee, wewe kanazo tu. Wewe basi. Nakataa. Kwani umekataa pesa pia? Nimekataa kwa sababu msema toka kijijini ameleta madini yake kwa bosi wangu. Bosi wangu ndo mnunuzi mkuu wa madini.
Sasa ndipo mimi nitachukua hela kama hivi, mimi inabidi mimi nitoe hela nimpe yeye mzee. Sasa na ya soda tu tunakupa. Hapana. Hata kusoma kiseta kwa vibaya mama. Asante sana. Sasa hivi sio nenda kale ndani. Toka vizuri hizo. Hii tena unakiza kwa hiyo ndio ifanya gani? Alipitia. Habari siku nyingi. Sijakuona kwenye kijiwe hiki. Mbona? Gani wewe? Haya, unatokea wapi mwenzangu? Kijijini. Kijijini. Unakunywa hii? Ni gani? Soda. Unakunywa soda? Kunywa soda, unakunywa soda. Makamu yako kama unakunywa soda, makamu tukishafikia utu uzima kama sisi. Sio kunywa vitu kama hivi. Sasa mimi kumbe sijakuelewa. Kuna una haraka sana, tulia kwanza, tulia. Mimi mwenyeji wako nitakuonyesha starehe zote za mjini. Unaelewa bwana? Mimi nitakuonyesha starehe zote za mjini. Hivi vitu kama hivi wanakunywa watoto wa shule. Watoto wa shule ya msingi, sekondari. Sio kama wewe unakunywa vitu kama hivi. Hizo wanasema ya uchungu ile. Unaongeza damu kwanza ili nisaidia. Haina uchungu. Unazoea. Ngoja kidogo. Mama, hebu kidogo naomba tuongee. Nipe Serengeti mbili. Come on, no? Mambo haya hapa. Unaona? Hizi ndio starehe. Kwa maana naweza nikazoea. Moja huwezi kulewa. Leo moja, kesho moja na nusu, unakunywa mbili, unachangamsha damu, unachangamka, unakuwa mtu wa mjini kabisa, safi kabisa. No, wala usio na wasiwasi. Mimi ndo mwenyeji wako. Huwezi kulewa moja hii, alafu utabadilika wewe, utakuwa na ngozi safi kabisa. Mzee wa mjini. Na sio hii, nataka nikuonyeshe starehe nyingi sana rafiki yangu. Kwa yaani huko mkononi mwangu sasa. Huko mikononi mwangu kufika nyumbani kwangu, ndio ndio sana. Sisi naongea. Njoo sasa hivi rafiki yangu, njoo sasa hivi, pana issue. Niko hapa nyuma yako nyuma yako hapa sasa hivi, njoo. Najua huwezi kuniangusha. Chotas. Mimi namki lakini. Hii ni watu wengi nyumbani. Hii ni starehe ya kutegemea. Wale umeumbwa kwa ajili yetu sisi. Ngoja nikuonyeshe starehe. Kitu kinang'aa hapa chapa. Mwanamke wa kijijini anasuka nywele twende kilioni. Mimi nakuletea. Pesa. Hebu chukua kitu hiki. Hebu msalimie kabisa. Habari. Haya, kaanza hiyo. Kaka. Mambo ya salama. Kitu gani? Huyu wangu mimi. Kidogo. Sasa kidogo tamuonyesha babu. Hii sasa. Ngoja ni maji. Kamo. Ndio bora kuna soda. Kwanza Sasa basi tuende kuchukua ndani kule. Hapo mimi na maibu hapa. unaibu. Hapa baa. Sasa tunaweza kupita naona na leo sio vizuri.
Wewe babu vipi mbona unaogopa? Usio na wasiwasi hapo mjini. Nani basi? Shaka leo kichanga leo. Kuona pale maskani jana vipi? Jana babu, nimechoka. Tuliama ile baa, tukamia baa nyingine ndio tumekuja mpaka asubuhi. Nakuona. Naona uko hoi kabisa. Ndio. Lakini unamwona yule bwana? Bwana namuona pesa hizo, lakini namuogopa. Yule usimuogope. Yule ana pesa nyingi sana, wala usimuogope. Ni mshamba kabisa yaani yule mshamba. Babu anavyoonekana kama mjanja fulani. Wapi? Ikiwa ujanja ndo mimi ndo nampa hivi sasa. Asikutisha chochote, yeye ana chochote sasa. Ninachokwambia mimi wewe lazima nikushauri. Kwa kuwa nimekuelekeza kwenye njia nzuri, sasa unaona, lazima usicheke, lazima nikushauri. Yule pale alipo sasa hivi, mwambie akununulie kiwanja, akununulie furniture weke ndani. Yule pesa pale ipo mama, pesa ipo. Hivi mapema kabla hajawa mjanja sana. Sawa, nashukuru baba. Lakini yani nilikuwa namuogopa. Hakuna. Nashukuru baba kwa mpango yako. Nashukuru. Sasa kama sija kuhusiana nani? Mimi ndo ndugu yako. Fedha. Niko nataka mimi kananganga. Bwana. Kawaida yake mpaka saizi anakuwa jarudi. Hapana mwanangu. Yaani hata mimi nashangaa. Yaani leo anipitiliza yani mpaka saizi kimya. Hata sijui kitu gani kilichompata. Mkweli umri wake na muda huu kutembea kusumkweli kitu nzuri. Mzee ameshakuwa mtu mzima sasa hivi. Ni kipindi ambacho anatakiwa arudi mapema nyumbani na kupumzika. Lakini ikiwa mpaka sasa hizi bado yuko nje, kusumkweli inaleta wasiwasi. Sana. Alafu sasa isitoshe huku ni mgeni, hana mtu hata anayemjua huko. Hata hatujui saizi yuko wapi, yuko na nani saizi hata hatuelewi. Hilo nalo neno. Yeye kwa mgeni pia inazidi kutupa wasiwasi kwa sababu kwanza mitaa hiyo vizuri. Alafu isitoshe ni usiku, ni hatari. Kutembea mpaka saizi hadi arudi nyumbani. Kusema kweli inatupa wasiwasi. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Ni mshangao mkubwa. Inazidi kunipa wasiwasi kwa sababu afadhali basi angekuwa anapiga tasimu. Kwani alipiga tasimu tangu muda ametoka. Tokea alivyoondoka asubuhi hajapiga simu. Na mimi kile nikipiga simu yake haipatikani. Kusema kweli mama mwenyewe atasijui tunafanyaje kwa sababu hata mimi pia bado sijakuwa mwenyeji sana. Kama unajua tangu nije sina hata muda mrefu. Sijui hata mitaa, nijue labda naingia wapi natokea wapi, pengine niulize jamaa. Lakini nashindwa kwa sababu pia sijui mitaa. Sasa inabidi sisi tuvumilie mpaka usiku huu uche. Tuanze kumtafuta. Hospitalini, mapolisi humo tupite tunamtafuta maana yake hatujui mwenzetu kimemkuta nini huko. Maana yake ni binadamu. Ni kweli mama idea nzuri lakini nikikuangalia kama machoni naona kabisa umechoka. Mpaka macho yako mekundu. Mimi naona bora uende upumzike tu chumbani kwako na mimi niende nipumzike. Ila mimi sitalala moja kwa moja. Nitakaa macho nitakuwa nasikilizia getini. Kama nitasikia labda mzee amegonga tayari nitamfungulia ataingia ndani. Sawa, wewe nenda kapumzike na mimi nitaingia huko kwangu lakini sitolala. Siwezi kulala. Wewe nenda tukapumzike. Basi acha tu tukae hapa wote. Mpaka muda ambao utajua. Siwezi kuacha peke yako mama. Ya leo kubwa kweli yani haijawahi kutokea. Unasema jina lako anaitwa nani? Naitwa Sawa jamani. Wewe sawa. Unajua mtenga tena. Naitwa Sawa. Wewe unaendaje bana nani? Anaitwa pesa au fedha? Ndio unataka kipele chambo.
Na kwenye neti natembea kwenye neti. Mabadilisho maisha. Mabadilisho maisha vipi? Nataka nikubadilishie furniture ndani na unapokaa hujapapenda. Nataka kuhama. Hakuna matatizo. Hapo kwa swala hakuna matatizo. Matatizo kisa ya kutumia. Mzee. Ndio na muda wako na kukaa mzee mbali. Wewe madefu nini wewe? Sasa unajua mimi nimeambiwa na bosi wangu nitembeze sehemu muhimu mzee. Sehemu muhimu mpaka kesi sehemu muhimu vile vile. Nipeleke kesi. Sawa, tunipeleke kesi nikukulala. Baba Huyo jana naye huyo. Huyo jana naye. Hiyo ndio yake kwa hivyo mimi najua tu. Hadi la. Kule kuko hivi huko. Huko wapi kijijini huko? Kuko hivi. Mimi kwa nini kwa kijijini? Mimi sio mdege kijijini, ndio kijijini kwenye shughuli. Nasema tu wale watu kijijini wao hivi. Wanatembea na nini? Ndio kula la. Ngoja. Baba samahani, okay. Kwa mila na desturi zetu za Kiswahili, wakati mwingine zinatukataza tusiwaambie wazazi wetu ukweli. Lakini mimi naomba nikwambie ukweli. Baba, unavifanya sivyo. Unavifanya na umri wako na jinsi ulivyo ni vitu vile tofauti kabisa. Unakosea baba. Kweli nakwambia. Najua simu unapenda unisemea vitu ambavyo sio. Mimi nimeshakwambia tayari kwamba mimi nimepotea. Nimelala guest na simu usikumbuki mbagani ilisemeka. Sasa hutaki kuamini. Unaambia vitu tu vingine. Sasa mimi nikwambia nilipo wapi au vitu gani mimi nafanya? Mbona unataka kunielewa lakini hapana baba, sio kweli. Haiwezekani wewe ukasema jana umepotea, leo umeweza vipi kurudi? Kumbuka mimi mgeni hapa. Sijui namba nyumba wala sijui mtaa. Driver taxi nimwambiaje? Anipeleke mtaa gani, nyumba gani? Lakini nilimwambia nipeleke guest. Driver taxi akanipeleka guest yoyote tulipata. Kalala. Baba, kwa nini usimwambie driver taxi wewe akakurudisha nyumbani? Hata kama ungekuwa umechelewa, mngezunguka mitaa miwili, mitatu, minne, lakini nyumbani ungefika. No baba, sikiza nikwambie. Kibaya zaidi umemweka mama hapa wazi. Je, huyu mama ambaye tunaishi naye hapa atakufikiria vipi? Baba, kuna leo na kesho. Silimu. Ukakuwa kwa Ulaya, sio kama mimi tena uje uniforce unipeleke vile niishi unavyotaka wewe. Unaona? Wewe umekuja Ulaya, umetoka Ulaya, umekuja huko kuja kutuona na kufanya mambo yako. Sasa tuone, tunashukuru kwa hilo, ufanye mambo yako uondoke. Lakini sio tuingilie katika vitu ambavyo wewe vingine havikuhusu. Baba, wanakubaliana nawe sana. Na kutoka kwangu mimi Ulaya kuja hapa yote kwa sababu na wajali wazazi wangu. Na kujali wewe na mjali pia na mama yangu. Japokuwa kuna vitu ambavyo vimetokea kusema kweli mimi sikupenda. Lakini sijui kwa sababu gani vimetokea hivyo. Lakini ikiwa kama mtoto najua tu ipo siku nitachukua nafasi ya kuzungumza na wewe pamoja na mama nijue tatizo ni nini. Inaniuma. Baba, ufai kuishi maisha hayo. Kiukweli ufai kuishi maisha kama hayo. Maisha ambayo hujui unachokifanya. Kusema kweli inaniuma. Tendezi. Silimu, ngoja nikwambie. Wewe kweli mtoto wangu na bwana, lakini farasi ulompanda wewe mimi nimempanda mama yake. Najua kila kitu kinachoendelea hapo mbele. Wale jamaa walionipa hizo hela vile vile wananiambia maneno hayo nikawatalia. Nimemwambia nyumba nitanunua mimi mwenyewe kwa wakati wangu mimi mwenyewe. Kama gari nitanunua mimi mwenyewe kwa wakati wangu mimi mwenyewe. Kumbuka baada ya ziki faraja. Wewe kijiji mimi baada ya ziki sana. Hii faraja tu. Wale kwanza nijifariji kwanza. Baadaye nitanunua. Baba, naomba nikukumbushe kitu kimoja. Nadhani kabisa kwenye akili yako unakumbuka maisha ulikuwa ukiishi kijijini na mama. Ni maisha ya tabu sana. Sasa hivi Mungu ameleta riziki amekuletea, sawa? Lakini naona kama umeshindwa kuicontrol. Kitu ambacho kesho na kesho kutwa itakuwa umejuta na mjukuu. Hela nyingi sana. Aishi leo wala kesho. Aishi mwaka huu wala mwaka ujao.
Wacha mimi kwanza nitumie hii hela. Nitafanya mambo mengine baadaye kwa wakati wangu mimi mwenyewe. Alafu mama amekuja kutusaidia. Mimi sina shida ya kusaidiwa sasa hivi. Ama nataka kutusaidia au kumsaidia atamsaidia mama. Kwa hiyo kule shamba mimi moja kijijini. Mimi nimechoka, nimerudi asubuhi, naacha nipumzike kwanza. Wewe kafanya shughuli zako. Sawa baba, mimi sina kusema. Lakini ujitahidi sana kukwambia, lakini naona kama tunashindana. Abe. Karibu. Asante. Karibu. Wafani. Tolea majani. Jana nasu sipalitolea majani nakuwa hata hali za hivi. Yaani natoa vinanasi vidogo dogo. Karibu. Asante, shikamoo. Ndio jambo. Jambo mzima. Mzima haya. Sikiliza Bikioni. Habari za mumeo zote ziko hapa. Haya. Kumbe mumeo yuko mjini, tena boss, ana mijumba, ana migari, anavaa nguo mzuri. Upo? Asa nashangaa wewe, Karini. Inavyosemekana hajafa, hajajinyonga na wala hajaenda kijiji cha pili. Sawa? Hivyo mimi nashindwa kuwaelewa. Ninyi mmekuja hapa mkanizushia kwa yule bwana anayenisaidia ndio ambaye ndio ananitaka mimi, Haya leo tena mshayatunga huko unakaa unakuja mnasema kuwa mimi mume wangu sijui uko mjini, sijui hajajiwa, sijui nitaaminije wakati yale ya kwangu mmenizushia. Je, hili je? Sikiliza nikwambie. Tatizo wewe uko nyuma. Sawa? Wewe uko nyuma na ndio maana unahachwa. Sikiza nikwambie. Mimi msichana, sawa? Ninatembea, ninazurula, na sosi gani nikae nyumbani? Wewe ndio unaokaa nyumbani uzipati hizo habari. Sasa basi ndio nishakwambia kama uamini haya, ila habari ndio hiyo. Kangi, unalolitamka linatoka ndani ya moyo wako? Sikiliza nikwambie. Mimi sikudanganya. Na sina hakika, lakini kweli watu wote wanasikia. Ninazulula habari ninazisikia, kila mtu anazo hapa kijijini za habari. Wewe tu hauna, na ndio maana na mimi nimekuja nimekwambia. Kama unaamini ila mimi ndio nishakwambia. Sawa? Ina maana kweli mume wangu kweli amepata utajiri kweli? Hata mimi nashangaa. Dhambi kweli. Yaani kwa tajiri ana majumba yake na magari, anashindwa hata kukuchukua wewe. Cheki. Yaani unatia huruma. Mpaka lini? Ina maana kweli mume wangu ametoka ameenda mjini. Ameshabadilika huko. Ina maana kubali kweli ndio atokomee kabisa. Nashangaa kwa kweli. Sijui. Mimi sasa mimi ninaondoka, nimeshakupa habari hapo. Uendelee kulima, ndo ninashangaa. Kashapata mali baada mka wote na mkewe kakuacha hivyo wewe. Dhambi kweli leo. Kweli. Dhambi kweli maisha haya. Ana wenyewe hawaaminiki. Ni wamenizushia hapa. Sasa sikupenda. Awe Bikione, saizi hapa nimekukuta unazungumza peke yako. Kulikoni? Hapa kuna mtu tumeahidiana hapa aje anielekeze hapa nilime. Sasa nashangaa mpaka saizi hajaje. Yaani shida hizi. Tumeahidiana vingine mpaka saizi haonekani. Kama kweli Waswahili walisema mfakilanga haliliwi. Wewe Bikione sio mtu wa kupata shida. Wewe sio kuishi maisha ya kulima vibarua sasa hivi. Bikione ufukunyuku uliofanya ndio unakuponza wewe uishi maisha haya. Ufukunyuku gani jamani mzee Nyonzo, Chiwaga sasa hivi maisha yake safi. Anakula maisha huko mjini. Anakula raha. Ungekuwa umemtendea mazuri kweli Chiwaga angekuacha kwenye maisha yake, maisha haya wakati umepata shida yote. Lakini vitendo ulivyomfanyia Chiwaga ndio maana wewe kakuweka kando. Misaada inakuja hapa Bikione. Unabadilisha, unapendeza. Kumbe watu walikuwa na shabaha, walikuwa na malengo yao. Unachukua ume za watu tunatoa misaada. Mimi sijatembea na mwanamume wa mtu hata siku moja mimi. Lakini kijiji kizima wanawake wananitapakazia, sasa inakuja kwa hata mwanamume unanitapakazia hivi kwa mimi natembea na ume za watu jamani. Mnanionea, mimi nalinda ndoa yangu.
Kweli? Hata siku moja mimi sijatoka nje ya ndoa. Wanaume sana kuchukua unaonekana. Jamani, magauni mazuri wewe ndio unavaa. Vitenge unapendeza wewe, kanga. Chiwaga alikuwa anavaa matambaa tu siku zote. Hakuna msaada usiokuwa na malengo. Kumbe hata walikuwa wanakusaidia, kuna vitu ambavyo walikuwa wanavitaka kwako wewe. Lakini hapo sura yako unavyolalamika, yani mtu akikuangalia unadiriki kabisa kumshawishi kwamba wewe unaonewa au hivyo vitu uvifanyi. Yani una sura mzuri kabisa, sura ya huruma, lakini nafsini kwako ni mbaya kama mbwa mwitu wakali. Nyonzo. Yaani mimi kila mtu ananiona mimi malaya. Mnanionea jamani. Mimi sijawahi kufanya nje ya ndoa hata siku moja mimi Nyonzo. Hakuna msaada usiokuwa na malengo. Alafu kibaya zaidi, kinachoniuma mimi deni langu la baskeli. Baskeli yangu mimi nimechukuliwa, sijapewa pesa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo naomba muwasiliane na mume wako kuhusu baskeli yangu, mimi nalipwa vipi, nataka pesa ya baskeli yangu. Lakini Nyonzo, mimi hayo hayanihusu. Niwasiliane naye wapi? Hayakuhusu wakati pesa ulikuwa unaleta mnakula wote. Leo nimepotea pale na tukakaa kikao tukakubaliana kwamba mlipe leo, unakuja kuniambia hayakuhusu. Umkatae mwenzangu sio kuhusu. Mimi nataka pesa yangu, nakwambia baskeli anunue. Habari ndio hiyo, akija wasiliane na mumeo, mimi baskeli yangu nipate. Mumeo sasa hivi anaanza. Mimi kijijiki mnanyanyasa kiasi hiki mimi. Maskini ya Mungu nasikiliziwa mimi. Fedha. Naona mambo yote nilikuwa nimeahidi natekeleza. Ndivyo? Kile kiwanja ambacho mtaka ndio hichi. Hili banda hili liko katika kiwanja. Baadaye tulivunja ndio. Kwa maana hiyo mipaka yote nilikuonesha ndio ile na hati ya mauziano au kata sema ya mauziano ndio hiyo, shida kwenye pochi. Kwa hiyo mambo sana. Afu wewe Nadevu, haya mambo unafanyika yote hapa. Hii bwana hiyo yako. Sasa sio tena baadaye yule mzee sijui anafanya hivi, yule mzee sijui anafanya hivi, yule mzee anafanya hivi. Mimi na hela ya kutosha. Hela yangu nimeishi leo wala kesho. Sasa sio unatoka tena hapa unakwenda kwa DC kule, yule mzee kafanya hivi, yule mzee kafanya hivi. Hii sio nani? Sio vizuri. Na haipendezi. Wewe mtu wa kiume, lazima uwe na stamina, sawa? Mfurahi sana. Sana. Sasa leo hivi tunakunywa au tunapumzika? Leo tupumzike. Pumzike. Twende tukakae, tujue jinsi gani kiwanja tunakijenga, mjengo gani, si ndio? Sasa Marefu, naam, wenzetu. Unajua muda nilipo na bosi wangu kuendesha wewe kutafuta nyumba na kununua gari. Nikikwambia nikufundishe gari unaniambia bado. Wakati siku zinakwenda mzee, sisi tunafanyaje? Au unafikiria kitu gani mzee? Ina maana leo inakuma baada ya kumnudia kiwanja yule mwanamke. Sio hivyo mzee, mimi naangalia muda nilipo na bosi wangu mimi kutembeza wewe. Sio kitu gani? Kwa sababu wewe umeambiwa mimi uwe na mimi mpaka mambo yangu mimi yatapoisha. Na mambo yangu yatapoisha bado. Mambo ya kuisha mpaka ninunue nyumba, ninunue na gari. Wewe unanifundisha gari afu mimi nabaki katika nyumba yangu. Nyinyi mnachukua nyumba yenu. Sasa wewe unaniambia unataka kumamlisha sijui mzee fanya hivi, mzee fanya hivi. Kama unaona muda wako uliopewa au umeshachoka kukaa na mimi, wewe unaweza kurudi ofisini kwenu. Mimi ndio nitafuta mtu mwingine, na bwana ataniendesha, na nitafuta mtu mwingine, nitakuwa naye katika mambo yangu mengine. Lakini kuniforce hivyo. Lakini mzee unajua utanikumbuka mzee. Ndio kukumbuka kwa sababu nilikuwa nafanya mambo wakati wewe unaona. Ndio hilo ndio kukumbukia. Lakini siwezi kukumbuka kwa wengine kwa lolote. Washa gari bwana nipeleke huko mbele, nitakwambia tunaenda wapi. Baba, kwa kauli yako mwenyewe ulizungumza kama una pesa. Kwa nini hiyo pesa usitumie kwa kusaidia watu? Kuna watu wengi wana matatizo ya moyo. Kwa nini usichukue tatu wawili ukawapeleka India? Ukapata thawabu kwa Mungu. Sisi nimekuja nikwambie. Wale watu wanafanya vile wale. Ukiona hivyo huko nyuma wao walikuwa washasaidiwa sana. Sasa wana uwezo nao wanalipa fadhila kwa wale watu ambao wanasaidia au wengine. Unaweza kufanya hivyo. Mimi sijasaidiwa chochote. Sijasaidiwa na mtu yoyote. Kwa hiyo siwezi kujipendekeza eti mimi ndio langu nimchukue mtu nimpeleke India au nimpeleke wapi. Sifanye ujinga huo hata mara moja. Siwezi nikafanya hivyo. Hapana baba, sio hivyo. Wanaosaidia wenzao siku zote wana ile mioyo ya kusaidia wenzao pindi unapopata matatizo. Moyo sina. Mimi kusaidia wangu mimi mtu alinisaidia lakini hapo akaja kunifanya mambo mengine ya ajabu. Alichukua mke wangu sijui kama tembea yao vipi. Siwezi kufanya hivyo. Ujinga umesifanya.
Sifanyi. Mwangalie kwanza mzee mzima, ndevu zile nyeupe, mvi zile. Hata na unasema hata moja pale hata haelewi. Alafu na wewe? Na wewe nini? Nina imani kabisa kusaidiwa umesaidiwa hata kama unakataa hujasaidiwa. Mimi na imani kabisa umesaidiwa kwa njia yoyote ile ambayo hata unayojua na pia usiyojua. Ulishawahi kusaidiwa. Sasa nawe kama utatoa ujanja wako, tenda zako kwenda. Naenda kwani si nina kwetu nitoa polini mpaka niogope kwenda kwetu. Chiwaga. Ndio mzee. Mimi nimekuita hapa kupa taarifa kwamba tunakupa wiki 2 tunahitaji nyumba yetu pamoja na gari. Mimi nyumba sitanunua, lakini nitanunua. Unajua mwanzo nyinyi mliponipa zile hela na nilipozea madini yale nikategemea watu wazuri sana. Kumbe mnalombaya kweli kweli. Naona lombaya mimi nilivyo katika mabaya vile nilivyokunywa na starehe na watu wazuri. Naomba kama mngekuwa mfanya nyinyi, si ndio? Mimi nitakupeni nyumba yenu. Mimi nitanunua nyumba yangu na si kujenga. Sawa. Nasema ya kwamba tulipokuwa tunakupa pesa tulikwambia ya kwamba tunahitaji utuachie pesa tukununulie nyumba ama tukujengee nyumba pamoja na gari. Na wewe ukadai kwamba tukupe pesa zako wewe utakwenda kununua. Na ndio maana tulipokuwa tulikupa maelezo ya kwamba nyumba hii tunakupa kwa muda. Hatukukupa moja kwa moja. Sasa na wewe uliahidi kwamba unanunua nyumba na utajenga ama utanunua na gari. Lakini mpaka siku zinaenda haununui nyumba wala ujengi na wala huna gari yote unategemea kununua. Unaishia kwenye kulewa na kuchukua wanawake. Mimi nyumba sijengi. Mimi nyumba nitanunua kwa sababu zile bado ninazo. Naomba na hizo wiki 2 hata mkisema wiki 1 mimi ningerudisheni nyumba yetu. Kwanza nyumba gani ile pale? Mimi nitanunua nyumba yangu bwana. Sawa mbaya tumekalia. Ndio hicho unanishia kuna kingine. Nimekuitia hicho ukwambia kwamba ndani wiki 2 tunataka nyumba yetu. Ile sio nyumba sio nini.